Vipi kama nikikwambia suluhisho la matatizo makubwa zaidi ya jamii halitoki kwa wataalam, bali limejificha ndani ya jamii yenyewe? Sasa leo tunaenda hasa kugundua jinsi ya kuifunua hiyo nguvu iliyofichika. Wengi wetu, unajua, tunataka kusaidia, hasa watoto. Lakini mara nyingi tunajiuliza maswali. Tunaanzia wapi hasa? Na muhimu zaidi, tunajuaje kweli wanachohitaji bila sisi kuwakadiria tu? Jibu liko hapa. Hapa ndipo tunapobadili mtazamo wetu wote. Jibu haliko kwenye ripoti nzito za wataalam, liko kwenye sauti za watu wenyewe. Nguvu halisi haitoki nje kuja ndani, la hasha. Inazaliwa pale ambapo jamii inasikilizwa na kuwezeshwa kujiponya yenyewe. Basi, safari yetu ya ugunduzi inaanza. Tutaanza kwa kuelewa kwa nini kusikiliza ndio ufunguo wa kila kitu. Kisha, tutaona jinsi gani tunajenga umiliki wa kweli. Baada ya hapo, tutaangalia jinsi ya kuandaa timu. Tutapitia hatua zenyewe za kuchora hii ramani ya kipekee, jinsi ya kuisoma na kuichambua, na mwishowe, kushuhudia jinsi inavyofungua ile nguvu iliyofichika ya jamii. Sawa, sehemu ya kwanza, umuhimu wa kusikiliza. Kabla ya hatua yoyote ile, kabla ya mpango wowote, kila kitu, yani kila kitu, kinaanzia hapa. Lakini, kwa nini hasa kusikiliza ni muhimu kiasi hiki? Mbinu hii inaitwa kuchora ramani ya rasilimali za jamii. Hebu fikiria hivi. Badala ya wataalamu kutoka nje kuja na madaftari yao, hapa ni wanajamii wenyewe wanaokabidhiwa kalamu. Wao ndio wanaochora nguvu zao, rasilimali zao, na pia changamoto zao. Wao ndio wataalamu wa maisha yao wenyewe. Na hapa ndipo tunavuka kutoka kwenye data kavu na kuingia kwenye uhalisia wa maisha. Yaani, hii sio orodha tu, ni mkusanyiko wa hadithi. Na kama msemo huu unavyotukumbusha, hadithi za kweli huamsha huruma na hatua. Unajua, takwimu zinaweza kuelezea tatizo, lakini ni hadithi za watu ndizo zinazotupa shauku ya kulitatua. Sasa, sehemu ya pili, kujenga umiliki. Hivi, kinachotokea pale unaposikiliza watu kweli kweli ni nini? Unawapa heshima. Na kutoka kwenye hiyo heshima, kinazaliwa kitu chenye nguvu sana: umiliki. Kanuni yake ni rahisi sana, lakini ina nguvu ajabu. Sio kumpa mtu jibu, hapana, ni kumwezesha apate jibu lake mwenyewe. Mchakato huu unajenga ile hali ya kujitegemea na kushirikiana. Na jambo la msingi kabisa ni hili hapa: mtu akishiriki kutambua tatizo, basi moja kwa moja anahisi lile suluhisho ni mali yake. Na hapo sasa, hapo ndipo mabadiliko ya kweli, yale ya kudumu, yanapoanza. Okay, tumeelewa kwa nini ni muhimu. Sasa tuingie kwenye jinsi gani. Sehemu ya tatu, kuandaa timu na vifaa. Ni nani anapaswa kuwa mezani? Na unahitaji nini hasa ili kuanza hii safari? Ili kupata picha kamili, ni lazima kuwa na sauti mbalimbali: watoto na vijana, wazazi, viongozi, wafanyakazi wa afya, wanawake, watu wenye ulemavu na makundi mengine yaliyotengwa. Wakati mwingine inasaidia hata kuwatenganisha wanawake na wanaume au vijana na watu wazima, ili tu kila mtu aweze kuzungumza kwa uhuru zaidi. Na hii si tu suala la haki, ni suala la hekima. Kama msemo huu unavyosisitiza, hakikisha makundi yaliyotengwa yanashirikishwa. Kwa nini? Kwa sababu mara nyingi wale wanaoishi karibu zaidi na tatizo ndio wanaoishi karibu zaidi na suluhisho. Sauti zao ndizo hazina tunayoitafuta. Na uzuri wa mbinu hii upo kwenye urahisi wake. Husikii mamilioni ya pesa yakitajwa hapa. Unachohitaji ni karatasi kubwa, kalamu na watu kukaa pamoja kwenye duara. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha hakuna jamii iliyo maskini mno kiasi cha kushindwa kugundua utajiri wake wa ndani. Sasa, sehemu ya 4, hatua za kuchora ramani. Hapa sasa, hebu tuone uchawi wenyewe unavyotokea. Hapa ndipo tunajifunza jinsi ya kubadilisha karatasi tupu kuwa hadithi hai inayosimuliwa na jamii nzima. Mchakato wenyewe una hatua 4 tu na ni rahisi sana. Hatua ya kwanza, mnaanza kuchora vile vitu vya asili. Unajua, barabara, mito, labda milima, ili tu kila mtu ajue tunaanzia wapi. Pili, mnaweka majengo muhimu: shule, zahanati, soko, maeneo ambayo kila mtu anayajua. Tatu, hapa ndipo inavutia.
mnaanza kuweka alama ya tiki, ile ya usahihi, kwenye kila kitu kinachowasaidia watoto. Alafu hatua ya 4, mnaweka alama ya X, msalaba, kwenye yale mambo yanayowaumiza au kuwahatarisha. Ni kama vile mnajenga picha kamili ya jamii yenu, kipande kwa kipande. Lakini kumbuka, maisha yana ugumu wake. Sehemu moja inaweza ikawa msaada na changamoto kwa wakati mmoja. Kwa mfano, shule inaweza kuwepo, ambalo ni jambo zuri sana na tunaiwekea tiki. Lakini kama hakuna walimu wa kutosha, hiyo inageuka kuwa changamoto kubwa na tunaweka X. Hii ramani inanasa uhalisia huo mgumu. Basi, sehemu ya 5, kuchambua ramani pamoja. Ramani imeshachorwa, lakini uchawi halisi, ule wa kweli, hutokea kwenye majadiliano yanayofuata sasa. Baada ya hadithi zote kusimuliwa na ramani kuchorwa, kinachofuata ni kuweka mambo wazi. Kila tiki inaingia kwenye safu ya rasilimali na fursa, na kila msalaba unaingia kwenye safu ya mahitaji na changamoto. Ghafla tu, picha kubwa na halisi ya jamii yao inajitokeza mbele ya macho yao wenyewe. Kisha mwezeshaji anawasha moto wa majadiliano kwa maswali rahisi lakini yenye nguvu sana. Hizi rasilimali zetu zinatusaidiaje? Tunawezaje kuzitumia vizuri zaidi? Na kwa upande mwingine, hizi changamoto zinatuumiza vipi hasa? Maswali haya ndiyo yanayobadilisha ramani kutoka kuwa picha na kuwa mpango wa utekelezaji. Na yote haya yanatupeleka wapi mwishowe? Sehemu ya 6, matokeo, yani nguvu ya jamii. Hapa ndipo tunaona jinsi safari hii yote inavyozaa matunda halisi. Matokeo yake ni mabadiliko ya msingi kabisa. Jamii haisubiri tena msaada, inapata uelewa wa kina, inatambua rasilimali zake, inaimarisha ushirikiano na inamiliki suluhisho. Kwa kifupi, wanatoka kuwa wapokeaji na kuwa watendaji, wakitumia ushahidi ambao wao wenyewe wameukusanya. Na msingi wa yote haya ni imani hii rahisi lakini ya kina: Mungu hutumia tulicho nacho. Hii inamaanisha nguvu, rasilimali na majibu haviko mbali, tayari vipo. Mchakato huu wote haulete kitu kipya, bali unafunua kile ambacho tayari kipo, tikisubiri tu kutumika. Na hivyo, tunakuachia swali hili la kujiuliza: je, jamii yako inaijua nguvu iliyonayo? Mmeshawahi kukaa chini na kusikilizana kwa kina kweli? Sio kutafuta matatizo tu, bali kugundua hazina zilizofichika katikati yenu? Labda ni wakati wa kuanza kuchora ramani yenu.